katika mwaka wa fedha 21/22 ambapo tulipokea milioni 587. Katika mwaka wa fedha 22/23 tulipokea milioni 450. 23/24 tulipokea milioni 310. Katika mwaka wa fedha huu tunaendelea 24/25 tumepokea milioni 289 na laki 9. Kwa jumla ya mapokezi ya fedha yote ni jumla ya bilioni 1,636 na laki 9. Pia katika mwaka wa fedha 25/26 tumetengewa shilingi milioni 105 kwa ajili ya ununuzi wa furniture huko ndani. Lakini katika hii milioni 289 tumefanya kazi ya kujenga uzio, kibanda cha mlinzi na mazingira ya nje tunaendelea kutengeneza hapa, lakini pia kufunga milango kwenye sakafu ya kwanza pale na mfumo wa tehama. Karibu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Angalau sasa tutakuwa na ofisi ambayo imewekewa uzio. Mwanzo tulipokuwa tunakuja naona kulikuwa na kama uzio ulikuwa haukuwepo. Hongereni. Lakini mkimaliza sasa, hela ikija sasa mrudie sasa mlipige na rangi ili sasa liwe jipya, mtukabidhi likiwa kila kitu kipya. Si ndio jamani? Sawa. Mnaweka paving na nini na kila kitu sasa na rangi mmalizie sasa mwishoni kabisa. Sawa. Ili tukikabidhiwa sasa tuingie kwenye jengo ambalo linafanana na hadhi ya mkuu wa wilaya. Huyu ni mwakilishi wa mkuu wa rais kwenye wilaya hii. Sasa ukiwa mwakilishi wa rais, mtu akifika aanze kuona sura ya rais kwa mwakilishi wake, si ndio? Kama unavyofika pale Kilimani kwa mwakilishi wa rais wa mkoa, basi na hapa pafanane na hapo, si ndio? Lakini hongereni, tunaishukuru sana serikali kwa namna inavyojali watumishi wake wa ngazi mbalimbali. Kienda kwa mkurugenzi, wamepewa fedha, wamejenga jengo la kisasa kabisa, wanakaa kwenye jengo zuri, utafikiri haupo huku chini. Lakini ukija kwa mkuu wa wilaya pia jengo zuri ambalo likikamilika kila kitu patakuwa na hadhi na heshima. Na angalau wameanza kugusia kwamba lami inaweza ikaja Sakote kwa sababu hapa tayari imeshakuwepo. Lakini umeme umeshafika, huduma nyingine kama maji na hongera sana. Kwa hiyo mimi nishukuru sana serikali, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna anavyoweka msukumo kwenye kila eneo. Kienda kwenye maji unaona fedha zinaenda. Kienda kwenye kilimo, pembejeo na mbolea ya ruzuku zote vinakuja angalau kwa kiwango cha juu. Kienda kwenye barabara fedha zinakuja. Kienda kwenye elimu ndio hatari kabisa. Kienda kwenye afya, hapa mna hospitali kubwa ya wilaya inajengwa ya kisasa kabisa. Na ujenzi wake majengo mengi yako mwishoni na mengine yamekamilika. Kwa hiyo kwenye kila eneo kazi kubwa inafanyika. Kazi yetu sisi ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kuhakikisha kila anachokusudia kinatokea, si ndio? Sisi tumepewa dhamana ya kusimamia na kuyafanya haya mambo yatokee, tufanye kwa bidii. Nikupongeze mkuu wa wilaya kwa kupata ofisi nzuri. Sasa tufanye kazi ya kuitumia kikamilika kuhudumia wananchi. Asanteni sana. Sasa tutembee tuangalie